Huwezi ukawa unamuumiza mwenzio kila siku. Huwezi ukawa unafanya makosa hayo hayo kila siku. Mwenzio analia, mwenzio anakuomba, mnakaa na vikao, mnajaribu kuzungumza, lakini unarudia na kurudia na kurudia, and you expect this person to continue to love you the same. It cannot happen. It is not possible. Kwa sababu sisi ni wanadamu, watu wa Mungu. Sisi ni watu wenye mioyo ya nyama. Mke wako ni mtu ana moyo wa nyama, hana moyo wa jiwe, hana moyo wa chuma, ana moyo wa nyama. Mume wako ni mtu ana moyo wa nyama, ana moyo unaoumia. Unapoumiza moyo wake kila siku, unapoleta majeraha kwenye moyo wa mwenzako kila siku, you cannot expect your spouse to continue to love you at the same measure. Huwezi ukategemea mwenzako ataendelea kukupenda kwa kipimo kile kile alichokuwa anakupenda. Kuna kina mama wengi leo ninaowafahamu ambao waliwapenda sana waume zao, walikuwa wakiwaombea, walikuwa wakijishughulisha sana na mambo ya waume zao, lakini kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya kufanyiwa na kutendewa uovu, wamejikuta ule upendo uliokuwepo haupo tena. Mioyo imekuwa ya baridi. Mara nyingi napoongoza maombi ya wanawake na nikawaambia wanawake tuombee waume zetu, wanawake wengi wamenifuata na kuniambia, Pastor, I cannot pray for this man. Siwezi kumwombea kwa sababu what I'm feeling towards him right now ni chuki. Nasikia kumchukia, simpendi kama nilivyokuwa nampenda mwanzoni. Na ukiuliza kwa nini, anakuambia, Pastor, mume wangu ameniumiza, mume wangu amenisaliti, mume wangu amenitukana, mume wangu ananipiga, mume wangu hahudumii familia, mume wangu anafanya hiki, mume wangu anafanya hiki. Kwa hiyo yule mama amejikuta kama binadamu wa kawaida, she cannot love that person anymore. It is very automatic. Huwezi ukampenda mtu anayekufanyia ubaya kila siku. Haleluya. Huwezi ukamfurahia mtu anayekufanyia ubaya kila siku. Huwezi ukampenda mtu anayekuumiza kila siku. Kwa hiyo tunaishi kwenye ndoa na tumeona ndoa nyingi, watu wengi upendo umepoa, upendo umefifia, wengine upendo umekufa kabisa. Mioyo ya watu imekuwa ya baridi. Kwa nini? Kwa sababu ya uovu ambao wamekuwa wakitendeana. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 4 mpaka wa 5, kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5, Biblia inasema, lakini nina neno dhidi yako. Huyu ni Yohana, alikuwa anaandika maneno aliyokuwa anapewa kwenye kitabu cha Ufunuo, na hapa alikuwa analiandikia kanisa la Efeso. Anasema, lakini nina neno moja dhidi yako, umeuacha upendo wa kwanza. Kumbuka basi ni wapi ulipoangukia, ukatubu na ukafanye matendo yale ya kwanza. Yohana anawaandikia kanisa la Efeso, anawaambia wameuacha upendo wao wa kwanza. Ni wanandoa wachache sana ambao utawakuta leo bado wana ule upendo wa kwanza. Ni wanandoa wachache sana ambao utawakuta bado wanapendana kama walivyokuwa wanapendana hapo mwanzoni walipokutana. Na unaona Yohana anaandika, anasema dawa ya kupotea kwa upendo wa kwanza ni toba. Manake kuna makosa yaliyofanyika yakasababisha upendo wa kwanza ukapotea. Kuna makosa yaliyofanyika yakasababisha upendo wa kwanza ukapoa. Kuna makosa yaliyofanyika yakasababisha upendo wa kwanza ukafa. Yohana hawezi kuzungumza kwa habari ya toba kama hakuna makosa. Anasema upendo wako wa kwanza umeuacha, na ili kuurejeza anasema lazima kitu cha toba kifanyike. Kwa hiyo anapozungumzia toba, manake kuna makosa yaliyofanyika yaliyosababisha upendo wa kwanza ukafa, yaliyosababisha upendo wa kwanza ukafifia, yaliyosababisha moyo ukawa baridi na usiweze kupenda tena kama ulivyokuwa unapenda mwanzoni. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Biblia inatuonyesha kwamba upendo unaweza kupoa, upendo unaweza kufifia, upendo unaweza kupotea, unaweza kupoteza upendo. Kama ni mume, unaweza kumfanya mke wako akapoteza upendo aliokuwa nao kwako. Kama ni mke, unaweza ukapoteza upendo mume wako aliokuwa nao kwako. Nimezungumza hapo mwanzo
Nikasema huwezi ukawa unamuumiza mwenzio kila siku. Huwezi ukawa unafanya makosa hayo hayo kila siku. Mwenzio analia, mwenzio anakuomba, mnakaa na vikao, mnajaribu kuzungumza, lakini unarudia na kurudia na kurudia, and you expect this person to continue to love you the same. It cannot happen. It is not possible. Kwa sababu sisi ni wanadamu, watu wa Mungu. Sisi ni watu wenye mioyo ya nyama. Mke wako ni mtu ana moyo wa nyama, hana moyo wa jiwe, hana moyo wa chuma, ana moyo wa nyama. Mume wako ni mtu ana moyo wa nyama, ana moyo unaoumia. Unapoumiza moyo wake kila siku, unapoleta majeraha kwenye moyo wa mwenzako kila siku, you cannot expect your spouse to continue to love you at the same measure. Huwezi ukategemea mwenzako ataendelea kukupenda kwa kipimo kile kile alichokuwa anakupenda. Kwa hiyo kuna wanandoa wengi tumesababisha upendo ndani ya wenzetu umepoa kwa sababu ya jinsi tulivyowatendea, kwa sababu ya jinsi tulivyowafanyia. Lakini Mungu wetu anaweza kutuponya, na Mungu wetu anaweza kuturejesha tena katika jina la Yesu. Hakuna kilichokufa ambacho kikiletwa kwa Yesu hakiwezi kufufuka. Lazaro alikuwa amekufa siku 4 amekaa kaburini, lakini Biblia inasema when Jesus appeared, yule aliyekuwa amekufa na aliyekuwa ameoza alifufuka kutoka kwa wafu na akaishi tena. Ninaitangazia ndoa yako katika jina la Yesu. Haijalishi na hali mbaya kiasi gani, haijalishi mauti imeingia na imeharibu na imeleta uharibifu kiasi gani, bado Yesu anaweza kurejesha. Kama tukitii na kufuata neno lake, tutakula mema ya nchi. Kama tukitii na kufuata maagizo ya neno lake, tutaona wema wake na tutaona urejesho wake katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mifupa mikavu ambayo haiwezi kuinuka na ikageuka kuwa jeshi kubwa. Inawezekana ndoa yako ni mifupa mikavu. Inawezekana moyo wako umekuwa baridi. Inawezekana upendo umepoa. Inawezekana upendo umefifia. Inawezekana mmepoteza upendo wa kwanza. Lakini nasimama kama mtumishi wa Mungu nikitabiria hiyo mifupa mikavu, na nikitangaza ya kwamba Bwana atawarejesha mateka wa Sayuni katika jina la Yesu Kristo. Ninyi ambao mmechukiana, ninyi ambao mmefika mahali unaona kama huwezi kuendelea na hiyo ndoa tena kwa sababu hakuna upendo, kwa sababu hakuna furaha, kwa sababu hakuna amani, acha nitabiri juu yako ya kwamba Bwana atakurejesha. Bwana atakurejesha. Bwana atakurejesha. Bwana atafufua moyo uliokufa. Bwana atafufua amani iliyokufa. Bwana atafufua upendo uliokufa katika jina la Yesu. Yohana anaandikia kanisa la Efeso, anawaambia upendo wa kwanza mmeupoteza, lakini you can recover your first love. You can recover your first love. Kama mtaamua kutembea kwenye toba, kama mtaamua kufika mahali na mkaamua kufanya toba ya kweli kama wanandoa. Tunapozungumza kwa habari ya toba, tunazungumza kwa habari ya kugeuka, tunazungumza kwa habari ya turn around. When we are talking about repentance, kutubu ni kugeuka, ni kuacha kabisa yale mambo yaliyoleta majeraha, ni kuacha kabisa yale mambo yaliyoleta maumivu, ni kuacha kabisa yale mambo yaliyopoteza upendo wa kwanza. Pokea neema ya toba kwa jina la Yesu. Haleluya. Pokea neema ya toba. Yohana anaandikia kanisa la Efeso, anasema umepoteza upendo wako wa kwanza, lakini ukitubu na ukarejea, unaweza kurejesha upendo wa kwanza. Na anapozungumza kwa habari ya toba, anazungumzia kwa habari ya kugeuka, kuacha yale mambo yote yaliyosababisha ule upendo wa kwanza kati yenu ukapotea. Mama unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, usifanye shingo yako kuwa ngumu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Amua kugeuka, amua kutubu, amua kufanyia kazi haya mambo utakayojifunza leo, ili uweze kuokoa ndoa yako, ili uweze kuokoa nyumba yako, na ili uweze kusimamisha familia yako tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa tunaona kwamba upendo unaweza kupoa.
Upendo unaweza kufifia, upendo unaweza kupotea, na moyo wa mtu unaweza kuwa baridi. Na tumeona Biblia inatuonyesha kwenye Ufunuo na kwenye kitabu cha Mathayo kwamba kinachosababisha upendo unapoa au kinachosababisha upendo unapotea ni pale ambapo kunakuwa na maovu na pale ambapo kunakuwa na makosa. Na ndio maana Yohana anazungumza kitu cha toba. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo ya msingi ya kufahamu kuhusu upendo ndani ya ndoa. Mambo ya msingi ya kufahamu kuhusu upendo ndani ya ndoa. Jambo la kwanza, upendo ukikosekana, nyumba yako haiwezi kuwa salama. Upendo ukikosekana kati ya watu wawili wenye ndoa, hamwezi kuwa salama, hamwezi kuwa na kinga, hamwezi kuwa na usalama. Mithali 20 mstari ule wa 28, Mithali 20 mstari wa 28, Biblia inasema upendo na uaminifu humweka mfalme salama. Kwa njia ya upendo kiti chake cha enzi huwa salama. Biblia inasema upendo na uaminifu humweka mfalme salama. Nyumba yenye upendo na nyumba yenye uaminifu kunakuwa na usalama. Wavamizi hawawezi kuvamia, michepuko haiwezi kuvamia, wakwe wabaya wasiotaka maendeleo yenu, wasiotaka au umoja wenu hawawezi kuvamia. Watu wawili, baba na mama, mke na mume, mkipendana kweli kweli na katikati yenu kukawa na nguzo ya uaminifu, Biblia inasema mnakaa salama, kunakuwa na usalama. Kumbe upendo na uaminifu ni ulinzi wa ndoa na familia. Upendo na uaminifu ni ulinzi. Kunapokuwa na silaha ya upendo, kunapokuwa na silaha ya uaminifu kati ya watu wawili, mke na mume, wanakuwa salama na ndoa yao inakuwa salama. Ndoa nyingi zimevamiwa, nyumba nyingi zimevamiwa kwa sababu ya kukosekana upendo na uaminifu. Mama anapokuwa hana upendo na mume wake, utasikia anatoa siri za mume wake nje, na utasikia anamsema mume wake vibaya, anapeleka madhaifu ya mume wake kwa ndugu zake. Kwa hiyo huyu mume anakuwa hayuko salama, huyu mume anakuwa haheshimiki tena ukweni. Kwa nini? Kwa sababu upendo ulipokosekana, mama alizungumza madhaifu ya mume wake nje, na huyu baba hayuko salama tena. Upendo unapokosekana, baba anatoka nje ya ndoa yake, atatafuta wanawake wengine, atachukua malaya, atachukua wanawake wengine, ataungana na marafiki, atasikiliza watu wa nje kuliko mke wake, atasikiliza ndugu kuliko mke wake. Na sasa nyumba inakuwa haiko salama, mke wake anakuwa hayuko salama, na watoto pia wanakuwa hawako salama, na ndoa inakuwa haiko salama. Kwa hiyo upendo unapokosekana ndani ya nyumba, uaminifu unapokosekana ndani ya nyumba, kunakuwa hakuna usalama. Haleluya. Upendo ni silaha ya ulinzi wa nyumba yako na familia yako, na upendo na uaminifu vinaenda pamoja. Huwezi ukasema unampenda mwenzio halafu sio mwaminifu kwake. Upendo na uaminifu vinaenda pamoja. Ndio maana Biblia inasema kwenye Mithali 20:28, anasema upendo na uaminifu, upendo na uaminifu, upendo na uaminifu vinaenda pamoja, humweka mfalme salama. Upendo na uaminifu utaiweka nyumba yako salama. Upendo na uaminifu utamweka mume wako salama. Mama, ukiwa na upendo na ukiwa mwaminifu kwa mume wako, utaiweka afya yake salama. Hautachepuka, hautatembea na bosi wako, hautatembea na dereva bodaboda, hautatembea na wafanyakazi wenzio. Haleluya. Ukiwa na upendo na ukawa mwaminifu, mume wako anakuwa salama, afya yake inakuwa salama, heshima yake inakuwa salama, fedha yake inakuwa salama, kwa sababu ya upendo wako na uaminifu wako kwake. Baba, ukiwa na upendo na uaminifu, mke wako na watoto wako wanakuwa salama. Haleluya. Familia yako inakuwa salama. Hakuna mtu ataloga familia yako kama unaipenda na wewe ni mwaminifu. Ukiwa mwanaume mwaminifu, mke wako atakuwa salama, afya yake itakuwa salama, hakutakuwa na tishio la magonjwa ya zinaa, kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya upendo wako kwa familia yako. Come to a place as a man. Acha ubinafsi, usijifikirie mwenyewe, usifikirie kutafuta furaha yako
yako. Usifikirie kutafuta starehe yako wakati unaiweka familia yako kwenye matata. Unaweka mke wako na watoto wako mahali ambapo sio salama. Siku hizi watu wanaloga wake za watu, watu wanaloga familia za watu. Kwa nini? Kwa sababu baba ametoka nje ya ndoa yake na yule mchepuko anataka kuendelea kula hela zako. Anaona mke wako ndio kizuizi cha yeye kuwa mke. Anaona mke wako ndio kizuizi cha yeye kuwa the main woman in your life. Kwa hiyo anachofanya, anafanya ulozi, anafanya uchawi. Unajikuta familia yako haiko salama, mke wako hayuko salama, watoto wako hawako salama. Biblia inasema upendo na uaminifu unaleta usalama. Mandera da bashaya. Upendo na uaminifu unazaa usalama. Haleluya. Amua kuwa na upendo na uaminifu. Amua kusimamisha nguzo hizi mbili nyumbani kwako, upendo na uaminifu, ili familia iweze kuwa salama. Jambo la pili la kufahamu kuhusu upendo ndani ya ndoa. Jambo la pili, upendo ukikosekana, makosa yanakuwa amplified, mazuri yanasahaulika. Upendo unapokosekana kati ya watu wawili, upendo unapopoa, upendo unapofifia, moyo unapokuwa baridi, makosa na madhaifu yanakuwa amplified. Halafu yale mazuri yanakuwa hayaonekani, mazuri yanasahaulika. Kunapokuwa na upendo wa kweli kati ya watu wawili, macho yao yanakuwa vipofu. Macho yao hayaoni ubaya, yanaona wema tu. Ukikutana na mwanandoa ambaye yeye anakumbuka mabaya tu ya mwenzie, yeye anakumbuka makosa tu ya mwenzie, yeye anakumbuka madhambi tu ya mwenzie, ujue upendo umepoa, upendo umefifia, upendo wa kwanza haupo. Unakumbuka mlipoanza mahusiano yenu, you were so much in love to the extent that you were blind. You were so much in love kiasi kwamba watu walikuwa wanakuambia huyu mtu mbona ana tabia hii na hii na ulikuwa uoni. Why? Because love blinded your eyes. Love. Kunapokuwa na upendo, makosa yanakuwa minimized. Kunapokuwa na upendo wa kweli, mazuri tu ndio yanayoonekana, yale mabaya hayaonekani. Lakini upendo unapoisha, upendo unapoisha ni msiba mzito. Upendo unapoisha kwa wanandoa ni machozi na maumivu. Yale mabaya ndiyo yanayoonekana sasa, yale maumivu ndiyo yanayoonekana sasa. Na ndio maana lazima ujitahidi kama mwanandoa kufanya chochote unachoweza kuhakikisha upendo ndani ya ndoa yako haupoi, kwa sababu you are going to be the first beneficiary of the lost love in your marriage. Upendo utakapopotea, upendo utakapofifia, upendo utakapopoa kwa mwenzio, atakayeumia wa kwanza ni wewe. You will be the first beneficiary. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Biblia inasema zaidi ya yote dumuni katika upendo, kwa maana upendo husitiri wingi wa dhambi. Dumuni katika upendo. Fanya kila unachoweza kuhakikisha upendo ndani ya nyumba yako unadumu. Fanya kila unachoweza kuhakikisha upendo ndani ya moyo wa mwenzako haupotei, kwa sababu Biblia inasema zaidi ya yote dumuni katika upendo, kwa maana upendo husitiri wingi wa dhambi. Kunapokuwa na upendo, dhambi zinasitiriwa, ubaya unafichwa. Kunapokuwa na upendo, ni rahisi kuchukuliana. Haleluya. Kunapokuwa na upendo, ni rahisi kubebeana mizigo. Lakini upendo ukifa, moyo ukiwa wa baridi, hata kitu kidogo tu ambacho kilikuwa ni kitu cha kawaida ambacho mngeweza kukaa mkazungumza kinakuwa kikubwa sana. Why? Because love has been lost. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu,
Kinyume cha upendo ni chuki. Watu wawili waliopendana sana wanaweza kuchukiana sana kama wataishi maisha ya kuumizana na kufanyiana mambo ya hiana. Mtu mmoja akaniambia, there is a very thin line between love and hatred. Kuna mstari mwembamba sana kati ya upendo na chuki. Mtu aliyekupenda sana anaweza kuwa mtu huyo huyo atakaye kuchukia sana if you will push that person to the edge. Mtu aliyekupenda sana anaweza kukuchukia sana kama utamsukuma kwenye point ambayo upendo wake kwako utapoa na moyo wake kwako utakuwa baridi. Kuna kina mama leo wamesukumwa hapo. Mlipoanza labda alikuwa mwanaume wako wa kwanza, au ni mwanaume uliyempenda sana, ulijitoa kwake, ulimpenda kwa moyo wako wote, lakini akakusukuma mahali, akakupush kwa matendo yake, akakufikisha mahali you hate him, you hate her. It also applied to men. Nimekutana na wanaume ambao ananiambia, pastor, nilimpenda sana huyu mwanamke, nilimpenda pastor, I sacrificed for this woman, I gave my all for her, nilijinyima sana kwa ajili yake, lakini nimefika mahali moyo wangu umekuwa baridi. Kwa nini? Haniheshimu, ananidhalilisha, ananinyima tendo la ndoa, ananifanyia mabaya, ananitukana, ananisemesha mabaya, amenifikisha mahali my heart has grown cold. Upendo unaweza kugeuka ukawa chuki kama utaendekeza kuumiza mwenzio. Mithali 10:12. Mithali 10:12, Biblia inasema chuki huchochea faraka, lakini upendo husitiri mabaya yote. Chuki huchochea faraka, lakini upendo husitiri mabaya yote. Unapoona nyumba yoyote ina mafarakano, unapoona nyumba yoyote kuna hali ya kutoelewana na mafarakano yasiyoisha, chuki imeingia, upendo haupo tena. Bwana aponye nyumba yako kwa jina la Yesu. Nasema Bwana aponye ndoa yako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kinyume cha upendo ni chuki. Ndoa inayokuwa na chuki kati ya watu wawili, mke na mume, kinachozaliwa ni mafarakano. Kinachozaliwa ni hali ya kufarakana, hali ya kutoelewana, hali ya kutofurahiana. Watu hawafurahi tendo la ndoa tena, watu hawafurahi kukaa pamoja tena. Nimewahi kuona ndoa fulani, baba akirudi nyumbani mama anaondoka, mama akirudi nyumbani baba anaondoka. Hawataki kukaa pamoja kwa sababu they are no longer friends, they don't love each other, they are enemies. Why? Kwa sababu upendo umepoa, upendo umefifia, mioyo imekuwa ya baridi. Namba 4, jambo la 4, upendo ukikosekana mtaanza kufanyiana mabaya. Upendo unapokosekana mnageuka maadui na mnaanza kufanyiana mabaya. Biblia inasema kwenye Warumi 13:10, Warumi 13:10, upendo haumfanyii jirani jambo baya. Upendo haumfanyii jirani jambo baya. Ni rahisi sana kujua kama ndoa ina upendo au haina upendo. Unaangalia tu hao wanandoa wanafanyiana mambo gani. Huwezi kuniambia unampenda mke wako alafu una cheat. Unafanya jambo ambalo unajua kabisa mke wangu litamuumiza, halafu unaniambia unampenda mke wako. I don't understand the narrative. Watu wengi unakuta wanasema kwenye mtandao, mwanaume anaweza akakupenda na bado akakucheat. I don't understand it. I cannot understand it. Biblia inasema upendo haumfanyii jirani jambo baya. How do you love a person and you do something that will hurt that person? I don't understand. I still need some explanations on that. How do you love your husband na unamfanyia mambo mabaya? I cannot understand. Tufike mahali tuambiane ukweli. Tufike mahali turudi kwenye misingi ya neno la Mungu. Tufike mahali tuangalie what the word of God is saying. Tufike mahali tuangalie the principles of the word of God. The Bible says upendo haumfanyii jirani jambo baya. You cannot love me and you are going behind my back. You are getting
going out of the house in the dark and you are doing some things ambavyo unajua kabisa nikijua nitaumia. You don't love me. Don't lie to me. You don't love me. You don't love me. Huwezi ukasema unampenda mume wako na unakahela umeficha mahali na unaona kabisa huyu baba amezidiwa, ameshindwa kulipa school fees ya watoto, ameshindwa kununua umeme, ameshindwa kununua luku, ameshindwa kununua chakula, na kuna kahela umekaficha mahali, halafu unasema yeye ni mwanaume afanye, and you are not doing anything, and you are saying you love your husband. You are a liar. Don't lie to us. Unatudanganya. Biblia inasema upendo haumfanyii jirani mambo mabaya. Upendo haumfanyii jirani mambo mabaya. Jirani yako wa kwanza ni mke wako. Jirani yako wa kwanza ni mume wako. Jirani yako wa kwanza ni mke wako, ni mwanandoa mwenzio, yule unayelala naye kitanda kimoja. That's your first neighbor. Huyo ndio jirani yako wa kwanza. Na Biblia inasema mwenzako akikukosea 7 mara 70, samehe. Biblia ilipokuwa inazungumza kwa habari ya kusamehe 7 mara 70, it was talking about your spouse now. It was talking about your husband. It was talking about your wife, about your husband. Ni mtu gani mwingine ambaye yuko karibu wewe ambaye anaweza akakukosea 7 mara 70? Anaweza akakukosea mara 7 kwa siku. Ni mtu gani mwingine ambaye yuko karibu na wewe zaidi ya mume wako na zaidi ya mke wako? Ni mtu gani mwingine ambaye anaweza akakukwaza mara nyingi kuliko mtu mwingine yote, kama sio mke wako, kama sio mume wako? Kwa Biblia ilipokuwa inazungumza pale, Yesu anapozungumza anasema jirani yako akikukosea mara 7, samehe. Huyo ambaye anaweza kukukosea mara nyingi namna hiyo kwa siku ni mkeo au mmeo, na Biblia inasema samehe. Samehe. Biblia inasema upendo haumfanyii jirani mambo mabaya. Nakutana na watu wanasema kama mume wako anakuheshimu, hata akikusaliti hatajitahidi kuficha. No, that is a lie from the pit of hell. Mwanaume anayemheshimu mke wake haendi nje alafu akaficha. Mwanaume anayemheshimu mke wake hasaliti kabisa. Anayemheshimu mke wake sio yule anayesaliti alafu anaficha, anajitahidi mke wake asijue. Hapana. Mwanamume anayemheshimu mke wake na anayeheshimu ndoa yake ni yule asiyesaliti kabisa, sio yule anayesaliti alafu anaficha mke asijue. Tusidanganyane. Turudi kwenye misingi ya neno la Mungu. Biblia inasema upendo haumtendei jirani mambo mabaya. Unampendaje mke wako? Halafu unakaa mwaka mzima hujamnunulia hata shati, hujamnunulia hata kiatu. Unampenda mke wako namna gani? Wewe unanunua nguo mpya kila siku. Wewe unakaa na marafiki mnakunywa bia kila siku. Mke wako hajui hata kutoka nje ya geti kukoje. Mke wako hajui saluni inafananaje. Halafu unasema unampenda. Upendo haumfanyii jirani mambo mabaya. Ukikuta wanandoa wanafanyiana mambo mabaya, jua upendo haupo. Usitudanganye kwamba unasaliti, unaficha, mke hajui, unamheshimu na unampenda mke wako. Ni uongo. Upendo haufanyi mambo mabaya kwa mwenzio. Ukianza kufanya mambo mabaya na unajua kabisa haya mambo ni mabaya na yatamuathiri mwenzangu, yatamuumiza mwenzangu, wewe humpendi mwenzio, huna upendo wewe. Muombe Bwana Yesu akupe upendo. Haleluya. Jambo la tano, mtu anaweza kuamua kufunga moyo wake na kujizuia kumpenda mwenzake hasa kama ameumizwa. Jambo la 5 kuhusu upendo ndani ya ndoa. Mtu anaweza kuamua, mwanandoa anaweza kuamua kufunga moyo wake na kujizuia kumpenda mwenzake hasa kama aliuachia moyo wake kwa mwenzie, aliutoa moyo wake kwa mwenzie na mwenzie akamuumiza. Kuna wanandoa wengi leo ambao walikuwa wamejiachia kwa wenzao, walikuwa wanawapenda wenzao, walikuwa wamejiachia, mioyo yao imemwagika kwa wenzao, lakini wenzao wakawaumiza. Kwa hiyo kinachotokea, anafunga moyo wake. Huyo aliyeumizwa anafunga moyo wake, anajizuia tena kupenda. Why? Because of the pain, because of the hurts. Hallelujah. Wakorinto wa pili sura ile ya 6 mstari wa 11 mpaka wa 13. Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 11 mpaka wa 13. Paulo anaandika,
anawaandikia Wakorinto, anasema tumesema nanyi wazi enyi Wakorinto, na kuwafungulieni mioyo yetu wazi kabisa. Sisi hatujizuii kuwapenda, bali ninyi mmeuzuia upendo wenu kwetu. Sasa nasema kama na watoto wa Mungu, ninyi pia ifungueni mioyo yenu kabisa. Kumbe inawezekana mtu akaufunga moyo wake na akauzuia upendo wake towards mwenzake, especially kunapokuwa na kitu cha maumivu, especially kunapokuwa na hali ya kuumizana. Paulo anazungumza na Wakorinto, anawaambia sisi tumewafungulia mioyo yenu, tunawapenda, lakini na hatujazuia upendo wetu kwenu, lakini ninyi mmefunga mioyo, ninyi mmezuia mioyo yenu, mmezuia upendo wenu kwetu. Na anawaambia fungueni mioyo yenu. Kuna kina mama mnanitazama, kuna kina baba mnanitazama, mmefunga mioyo yenu, mnazuia upendo wenu kwa wenzenu kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya mambo aliyofanyia. Inawezekana ulimpenda sana, ukauachia moyo wako, ukaufungua moyo wako, ukafikiri mwenzio pia anakupenda kama wewe ulivyompenda, ukajiachia kwake, alafu baadaye unakuja unagundua kwamba mwenzio hakukuona hivyo, hakukuchukulia hivyo, alikuwa amefunga moyo wake, na unagundua pengine alikuwa amefungua moyo wake pengine mahali pengine kwa mtu mwingine, na inakuumiza. Kwa hiyo unajikuta uko ndani ya ndoa lakini umefunga moyo, unajikuta uko ndani ya ndoa lakini unaishi na umezuia moyo wako kumpenda mwenzako. Why? Because of the pain. Na ndio maana nasisitiza sana, usimuumize mwenzio, msiumizane ndani ya ndoa, kwa sababu huyu mke, huyu mume ni mwanadamu. Anaweza kuwa alikuwa anakupenda sana, lakini ukamuumiza, akafunga moyo wake, ukamuumiza, ana withhold upendo kwa sababu ya maumivu. Na mara nyingi kunapotokea kitu cha maumivu ndani ya wanandoa wawili, kunapotokea kitu cha kuumizana, huyo aliyeumia anafunga moyo wake kwa sababu anaogopa asije akaumizwa tena, anashindwa kujiachia, anashindwa kupenda upendo kamilifu kwa sababu anaogopa asije akaumia tena kama alivyoumizwa mwanzoni. Wewe ambaye umemuumiza mwenzio, lazima uwe tayari kulipa gharama ya kumfikisha mwenzio mahali pa kumhakikishia kwamba lile kosa lililotokea halitajirudia tena, ili kidogo kidogo aweze kufungua moyo wake. It is very unfair kufikiria kwamba unaweza ukamuumiza mtu na akaendelea kuwa the same alivyokuwa kabla hujamuumiza. It is very unfair. It is very unfair kufikiri kwamba unaweza ukamuumiza mtu na akaendelea kuwa mtu yule yule aliyekuwa kwako kabla hujamuumiza. It is very unfair. It is very unfair. Imetokea umemuumiza mwenzio, accept kwamba umefanya kosa. Na ikitokea huyu mwenzako amefunga moyo as a result of the pain you caused, understand, lipokee, kwa sababu hiyo ni matokeo ya kosa ulilofanya. Halafu wewe uliyemuumiza, chukua hatua, take the responsibility ya kuendelea kufanya day by day mambo ambayo yatamhakikishia huyu uliyemuumiza kwamba lile kosa halitarudia tena, ili sasa huyu mwenzio ambaye sasa anakuwa amefunga moyo wake kwa kuogopa asiumie tena, aanze kuachia moyo wake tena kwako kidogo kidogo. Kwa tumesema hayo ni mambo ya msingi matano ya kufahamu kuhusu upendo ndani ya ndoa. Tumesema jambo la kwanza, upendo ukikosekana ndani ya nyumba hamwezi kuwa salama. Jambo la pili tumesema upendo ukikosekana makosa yanakuwa amplified na yale mazuri yanasahaulika au hayaonekani. Lakini kunapokuwa na upendo ni kama macho yanakuwa kipofu, unaona uzuri zaidi kuliko ubaya na madhaifu ya mwenzio. Jambo la tatu tukasema kinyume cha upendo ni chuki, and there is a very thin line between love and hate. Na kunapokuwa hakuna upendo basi kunakuwa na chuki.
na Biblia inasema chuki inazaa mafarakano. Kwa hiyo kukisha kuwa na chuki kati ya wanandoa wawili, kinachozaliwa ni kufarakana na kugombana na kuachana na talaka na vitu vya namna hiyo. Jambo la 4 tukasema upendo ukikosekana mnaanza kufanyiana mambo mabaya, kwa sababu Biblia inasema upendo haumfanyii jirani mabaya. Kunapokuwa na upendo wa kweli hamwezi kufanyiana mabaya. Kunapokuwa na upendo wa kweli hamwezi kufanyiana mambo ya kuumiza. Lakini upendo ukikosekana ni rahisi tu kukuta mtu anamfanyia mwenzake mambo mabaya na hajali, kwa sababu ule upendo haupo. Jambo la 5 tukasema mtu anaweza kuamua kuufunga moyo wake na kujizuia kumpenda mwenzie, especially kama ameumizwa. Na tumeona Paulo anawalalamikia wa Korinto, anawaambia mmefunga mioyo yenu, mmezuia mioyo yenu kutupenda. Kumbe inawezekana mtu akazuia moyo wake, inawezekana mtu akafunga moyo wake, hasa anapokuwa ameumia. Kwa hiyo kwa hayo 5 tunasisitizana sana, hebu kila mtu ajitahidi kuhakikisha anadumisha upendo ndani ya nyumba yake na ndani ya ndoa yake, kwa sababu upendo unapopotea hasara ni nyingi kuliko faida. Sasa unarudishaje upendo uliopotea? Unarudishaje upendo uliopotea kwenye ndoa yako na kwenye nyumba yako? Unaurudishaje upendo uliopotea kwenye nyumba yako au kwenye ndoa yako? Unafanyaje? Jambo la kwanza, amua kushirikiana na Mungu kupitia maombi na kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu katika neno lake. Mungu anaweza kuuongeza upendo na kuurejesha upendo uliopotea kati yenu. Mungu anaweza. Ndio maana kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 28, Warumi sura ya 8 mstari wa 28, Biblia inasema nasi tunajua ya kuwa katika mambo hayo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ukiamua kushirikiana na Mungu, ukiamua kufanya kazi pamoja na Mungu, ukiamua kumshirikisha Mungu katika maombi na ukikubali kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu kupitia neno lake, Mungu anaweza kurejesha upendo uliopotea kwenye ndoa yako, kwa sababu Mungu pekee ndiye ambaye anaweza kuufikia moyo wa mtu na kuumba upya na kuutengeneza upya. Mahali pengine kwenye Biblia nasema nitaondoa moyo wa jiwe, nitawapa moyo wa nyama. It is only God who can stretch his hand and touch someone's heart. Mungu pekee ndiye ambaye anaweza kugusa na kuufikia moyo wa mtu. Moyo wa mtu ukishaumia, moyo wa mtu ukisha vurugika, moyo wa mtu ukisha kuwa baridi, ni Mungu pekee anayeweza kuufikia na kuasha moto wa upendo tena. Kwa hiyo jifunze kushirikiana na Mungu na jifunze kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi na kufuata maelekezo yake kwenye neno lake, ili kurejesha sasa ule upendo uliopotea. Mungu anaweza kuzalisha upendo ndani ya mwenzio na ndani yako tena, anaweza kuuzalisha na anaweza kuuongeza kama ulikuwa umepungua. Na ndio maana Wathesalonike wa kwanza 3:12, Wathesalonike wa kwanza 3:12 anasema Bwana na auongeze upendo wenu na kuuzidisha kati yenu. Kumbe Mungu anaweza kuongeza upendo, anaweza kuuzidisha kama mtamshirikisha na kama mtamtafuta na kufuata maelekezo ya neno lake. Warumi 5:5, Warumi 5:5 anasema wala tumaini halitukatishi tamaa, kwa sababu Mungu amekwisha kumimina pendo lake mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye ametupatia. Kumbe Mungu anaweza kumimina pendo, anaweza kumimina penzi tena kwenye mioyo yenu na mkaweza kupendana tena katika jina la Yesu Kristo. Wagalatia 5:22-23, Wagalatia 5:22-23 anasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu. Anaendelea kutaja pale, lakini tunda la Roho ni upendo. Kumbe tunda la kwanza ambalo Roho Mtakatifu anaweza kulichipusha ndani ya moyo wa mtu linaitwa upendo. Kwa hiyo ukishirikiana na Roho Mtakatifu, ukishirikiana na Mungu na ukamhusisha katika maombi, ukamhusisha katika neno lake kwa kufuata kile anachokuelekeza, anaweza kuongeza upendo, anaweza kuzidisha upendo na anaweza kuzalisha tunda la upendo ndani ya moyo wa mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 3:13 mstari wa Wakolosai 3 mstari wa 13 na wa 14.
Wakolosai 3 mstari wa 13 na 14, Biblia inasema vumilianeni na kusameheana. Mtu akiwa na lalamiko lolote dhidi ya mwenzake, sameheaneni kama vile Bwana alivyowasamehe ninyi. Zaidi ya maadili hayo yote, jivikeni upendo. Kwa tunaona jambo la kwanza, shirikiana na Mungu. Amua kumshirikisha Mungu. Yeye Mungu anaweza kuongeza upendo. Yeye Mungu anaweza kumimina pendo lake. Kwa hiyo namna ya kwanza ya kushirikiana na Mungu ni kwa njia ya maombi na kwa njia ya kufuata kile anachokuelekeza kwenye neno lake. Jambo la pili, Mungu hatafanya hiyo kazi peke yake. Tumeona kwenye kitabu kile cha Warumi, Mungu hafanyi kazi peke yake. Warumi 8:28, anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo wakati Mungu anafanya kazi ya kumimina pendo ndani yako, wakati Mungu anafanya kazi ya kuzidisha na kuamsha na kuchipusha tunda la upendo ndani yako kupitia Roho Mtakatifu, na wewe fanya kazi ya kujivika upendo. Amua kuvua chuki, amua kuvua hasira, amua kuvua hali ya kutokusamehe, na uamue sasa kuvaa upendo. Uvae upendo kama vazi. Haleluya. Jambo la pili la kufanya ili kurejesha upendo uliopotea, tafuta na shughulikia chanzo kilichosababisha upendo kati yenu ukapoa. Hakuna kinachotokea bila sababu. Haiwezekani huyu mtu ulikuwa unampenda alafu ghafla tu umpendi. Haiwezekani mume wako mlikuwa mnapendana mpaka kila mahali mnaenda pamoja, mnapostiana kila siku, mnacheka, mnafurahi, alafu ghafla tu hampendani tena. Haiwezekani, haitokei bila sababu. Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Jambo zito kama ile haliwezi likatokea ndani ya ndoa yako bila sababu. Kwa hiyo jambo la pili la kufanya, amua kutafuta chanzo. Shughulikia chanzo, kitafute chanzo cha upendo kupoa kwenye nyumba yako na kwenye ndoa yako, alafu kishughulikie. Kama ugonjwa haujajulikana, ni ngumu sana kuutibu. Lazima tutafute diagnosis. Lazima tufanye diagnosis. Lazima tutafute kujua what is the reason, where is the problem, what is the reason for kwa upendo kupoa ndani ya ndoa na familia. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikasababisha upendo kupoa, na sitazitaja leo kwa sababu sio somo langu. Lakini hebu kila mtu ambaye unafikiri upendo umepoa ndani ya nyumba yako, hebu tafuta kujua chanzo. Alafu ukishajua chanzo, ukishughulikie. Kama shida ni mazoea, mmezoeana, umefika mahali umeshaolewa, umeshaoa, unaona nimeshamaliza. Yale mambo uliyokuwa unayafanya mwanzoni, aliyomfanya mwenzio akakupenda, akakufia, akawa hawezi kulala bila wewe, hawezi kufanya kitu bila wewe, umeacha. Inawezekana ulikuwa unajitahidi, unakuwa msafi, unajitahidi unaongea vizuri, hata ukikasirika unajitahidi kumeza hasira yako, lakini sasa hivi unabwatuka tu, unaropoka tu kwa sababu umekasirika. You don't know how to hold your emotions. You don't know how to tame your anger. You don't know how to deal with your emotions. Kitu kidogo tu una panic, una erupt, unatukana, unafanya mambo yasiyofaa. Inawezekana hivyo ndio vitu ambavyo vimesababisha upendo ndani ya ndoa yako ukapoa. Come to a place, tafuta chanzo na ukishughulikie. Inawezekana chanzo cha mke wako kuchukia ni kwa sababu you are not standing in your position as a man kwenye swala la kuprovide for the family. Umemwachia kila kitu. Yeye alipe ada za watoto, yeye alipe kodi, yeye anunue luku, yeye afanye kila kitu. Watoto wakiumwa ni yeye. Huyu mama anafika mahali anaona ni kama vile amejioa, anaona ni kama vile hayuko na mwanaume. Hata ule upendo haupo. A woman loves a man who provides for her. Sasa you are not providing for her. Unamwachia kila kitu, anafanya mwenyewe, anajikuta ule upendo unapoa. Inawezekana chanzo cha upendo kupoa ndani ya ndoa yako ni kauli mbaya. Una makauli mabaya, unaongea vibaya, unamtukana mwenzio, unamsema vibaya, akikosea kidogo unatukana, unasema mambo mabaya, unamdhalilisha mbele ya wasichana wa kazi, unamdhalilisha mbele ya watoto, hata mbele ya marafiki, hata mkiwa mnatembea barabarani unamdhalilisha. Ukituma message, unatuma message zina maneno magumu. Tukisema tufungue simu hapa tuangalie message mnazotumiana, mtu mpaka anaweza akatikisa kichwa kwa yale maneno unayomwambia mwenzio. Wakina mama wengine tukikasirika, unaandika gazeti, unamwandikia mwanaume gazeti, yani akilisoma anasikia kuishiwa nguvu huko huko alipo kabla hajarudi nyumbani. Kwa hiyo tafuta chanzo, halafu kishughulikie. Haleluya. Jambo la tatu, rudi kafanye yale mambo uliokuwa unayafanya mwanzoni yaliyochochea moto wa mapenzi yenu. Rudi kafanye yale mambo uliokuwa unayafanya mwanzoni
yaliyochochea moto wa mapenzi yenu. Jambo la kwanza tumesema mshirikishe Mungu. Jambo la pili tumesema tafuta chanzo na kishughulikie. Jambo la tatu tumesema rudi kafanya yale mambo uliyokuwa unayafanya mwanzoni yaliyosababisha kuchanua kwa penzi lenu na yaliyochochea moto wa penzi lenu. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5. Biblia inasema lakini na neno moja dhidi yako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Alafu anasema kumbuka basi ni wapi ulipoangukia, tubu ukafanye matendo yako ya kwanza. Rudi kwenye matendo ya kwanza. Ni kitu gani ulikuwa unafanya mwanzoni kilichochochea mapenzi yenu, kilichochochea moto, kilichowasha moto wa mapenzi yenu? Ni kitu gani ulikuwa unakifanya? Go back and do it. It is that simple. It is that simple. Go back and do the first works. Rudi kafanye zile kazi, yale matendo ya kwanza uliokuwa unafanya yaliyosababisha upendo ukawaka na moto wa mapenzi ukawaka kati yenu wawili. Jambo la 4. Chukua hatua binafsi kutafuta furaha yako. Chukua hatua binafsi kutafuta furaha yako kwanza wewe mwenyewe. You are responsible for your own happiness. Your husband is not responsible for your joy and your happiness. Your wife is not responsible for your joy and your happiness. Marriage is 1 + 1 is equals to 1. One whole person. Mtu mmoja aliyekamilika anakutana na mtu mwingine aliyekamilika, wanakuwa pamoja, wanakuwa mwili mmoja. Sio mtu aliye nusu na huyu yuko nusu wanakuwa pamoja ndio watengeneze kitu kimoja. That's not the mathematics of marriage. Kwa hiyo you are responsible for your own happiness. Usitegemee mwanadamu wenzio yeye kuwa chanzo cha furaha yako. Ndio maana wengi tunakuwa disappointed. Usitegemee mwanadamu wenzio yeye kuwa sababu ya furaha yako. Aje kama bonus, akiwa mwema awe kama anaongezea ile furaha ambayo tayari unayo. Lakini furaha yako isitegemee mtu. Furaha yako isitegemee mwanadamu mwingine, kwa sababu utakuwa frustrated, utakuwa disappointed. Mwanadamu anaweza kubadilika saa yote. Mwanadamu anaweza kukugeuka dakika yoyote, as long as ni mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Asiyegeuka ni Mungu peke yake. Biblia inasema Mungu hana kivuli cha kugeuka, lakini sio mwanadamu. Kwa hiyo ili usiwe frustrated, ili usiwe disappointed, learn to find your own happiness. Learn to do things that makes you happy. Halafu sasa ulete furaha yako kwenye maisha ya mwenzio. Furaha yako isitegemee mwenzio anafanya nini. Furaha yako isitegemee mwanadamu mwingine. Find another source which is not a human being. Kwa sababu sasa ukitegemea furaha yako itoke kwa mume ama itoke kwa mke, utajikuta unamtwisha mume wako au mke wako mzigo mzito wa kuhakikisha yeye ndio anapambana kukupa wewe furaha. Yeye ndio anapambana kukupa wewe joy. Something that is not possible. Kwa chukua hatua binafsi na wajibika kibinafsi kutafuta furaha yako. Be full of love for yourself so that you can be able to give what you have. You cannot give what you don't have. Uwezi ukatoa upendo ambao hauna. Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Manake you must start to love yourself. Uanze kujipenda kwanza wewe, ndio unaweza ukapenda mtu mwingine. Kina Petro anamkuta yule mtu amekaa kwenye ule mlango mzuri, kilema yule. Wanamwambia tulicho nacho ndicho tukupacho. Uwezi ukampa mtu kitu ambacho huna. Uwezi ukampa mtu upendo ambao wewe huna. So be full of love so that you can be able to love your spouse and to love someone else. Jambo la 5. Kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, amua kuwa mtoaji kuliko kusubiri tu kupokea. Amua wewe kuanza kutoa. Amua wewe kuanza kutoa. Amua wewe kuanza kutenda wema. Amua wewe kuanza kufanya yaliyo sahihi. Kwenye ndoa lazima ukomae, ufike mahali ambapo you don't operate according to your feelings. You don't operate according to your emotions.
You do what is right whether you feel like or you don't feel like. Hiyo ndio tunaita maturity. And you are consistent at it. What is consistency? Consistency is when you do what you're supposed to do, whether it is bringing you results or it is not. You continue to do it mpaka itakapoleta matokeo unayotaka. That is consistency. Come to a place of maturity, of deciding to do to your spouse. Amua kumtendea mwenzako kilicho chema na yaliyo mazuri, hata kama you don't feel like doing it. Hata kama hisia zako zinakataa. Kataa kuendeshwa na hisia ndani ya ndoa. Huwezi ukawa ni mtu unayeendeshwa na hisia na ukakaa kwenye ndoa. Huwezi. Kwa sababu kuna wakati feelings zako na hisia zako zitakataa. Kuna wakati ndani unasikia kukasirika, ndani unasikia kuchukia, lakini bado Biblia inakutaka kuendelea kutenda wema. Kwa hiyo come to a place, amua kufanya what is right, whether you feel like doing it or you don't feel like doing it. Biblia inasema kwenye Waefeso sura ya 5 na mstari wa 1 mpaka wa 2. Kwa hiyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao, mkiishi maisha ya upendo kama vile Kristo alivyotupenda sisi akajitoa. Hakuna upendo unaoweza kutengenezwa bila kujitoa. Lazima ujitoe. Na wakati mwingine mazingira ya wewe kujitoa hayatakuwa rafiki sana. But if you want to recover the lost love, lazima ujitoe. Kama unataka kurejesha upendo uliopotea, lazima ujitoe. There has to be sacrifice. There has to be maturity. You have to come to a place of doing even when you don't feel like doing it. Mpe mume wako tendo la ndoa even when you don't feel like having sex with him. Mtendee mume wako mema even when you don't feel. Hatuwatendei wenzetu mema because they deserve. Tunawatendea mema because we are good people. Mungu hatutendei sisi wema kwa sababu sisi ni watu wema. No. Anatutendea wema kwa sababu it is his nature to do good. It is his nature. Come to a place of maturity. Come to a place where hauongozwi na hisia. Hauishi kwenye ndoa zako kwa kutegemea feelings na emotions. Unafanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Komaa kiasi kwamba unakaa kwenye ndoa yako na kufanya unachotakiwa kufanya, sio unachotaka kufanya. Watu wengi ndani ya ndoa wanafanya wanachotaka badala ya kile wanachotakiwa. Huo ni utoto. Come to a place where you do what you're supposed to do, whether you feel like or you don't feel like. Biblia inasema Yesu alitupenda, na kwa sababu alitupenda alijitoa. Kama unataka kurejesha upendo, kujitoa ni lazima. Biblia inasema kwenye Warumi 12:21, Warumi 12:21, usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema. Unaweza kushinda ubaya mwenzio aliyokufanyia kwa kuamua kutenda yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 19, Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 19, Biblia inasema tuampenda yeye kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Tunampenda Mungu kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Hii waliokomaa tu ndio wanaweza kuielewa. Unampenda kwanza mtu, unafanya kwanza wema wewe, hapo unaanza wewe, alafu yeye atarespond baadaye. This only works for the marriage couples. If you are not married, mtu akupendi, anakumistreat, don't stay there. Don't stay there. Lakini tukishaingia kwenye ndoa, in marriage, ndani ya ndoa, you don't love, haumpendi mume wako ndio uweze kuishi naye. No, I want to say it in another way. In marriage, you love who you have married. Yani, ukishaingia kwenye ndoa, you will have to love the one you have married. We are not supposed to marry for love, but we should love the one we have married. Biblia nasema tunampenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Kwa hiyo amua, point ya 5, amua kujitoa.
Amua kujidhabihu. Uko ndani ya ndoa, amua kujitoa, amua kujidhabihu na kuanza kufanya unachotakiwa kufanya. Usisubiri mpaka mwenzio afanye, anza wewe kufanya. Mungu alianza yeye kutupenda, sisi tukaja kumpenda baadaye. That's what the Bible says. Yesu alitupenda, akajitoa, akajidhabihu kwa ajili yetu, tukaja kumuelewa baadaye. That's how it works. Na unajua kanisa na Yesu is a representation of marriage. Mahusiano kati ya mke na mume yanawakilishwa na mahusiano kati ya kanisa na Kristo. Lazima mmoja ajitoe, lazima mmoja aanze kujidhabihu for the marriage to work. Lakini kama hujaingia kwenye ndoa, usiingie kwenye ndoa na mtu ambaye there is no true love. Usiingie kwenye ndoa na mtu asiyekupenda. Ni wewe ndio unapiga simu kila siku, ni wewe ndio unatoa hela kila siku, ni wewe ndio unamtafuta kila siku, ni wewe ndio unampa zawadi kila siku, ni wewe ndio unafanya. Don't try it. Lakini tukishaingia kwenye ndoa, nazungumza na wale ambao tayari uko kwenye ndoa, lazima ujitoe, lazima ujidhabihu. Na wakati mwingine usisubiri mpaka mwenzio afanye, anza wewe. Jambo la 6, unarejeshaje upendo uliopotea ndani ya ndoa yako? Jambo la 6, usilipize kisasi. Usilipize kisasi. Mwenzio anaweza kuwa amekukosea, ni sawa. Anaweza kuwa amekuumiza, ni sawa, na una haki ya kufanya ubaya wowote kumlipizia, kumuumiza yeye pia. Lakini ukiendelea kufanya ubaya wakati tayari mambo ni mabaya, hautasuluhisha chochote. Ukiendelea kufanya mabaya, utapata matokeo mabaya siku zote. Ni kweli mwenzio anaweza kuwa amekuumiza, lakini ukiapply a do me I do you principle, hakuna matokeo mazuri utakayoyapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Utazidi kubomoa nyumba yako na ndoa yako. Kwa hiyo amua kwamba hautalipiza kisasi kwa mwenzio. I know it is hard, I know it is difficult, I know it is painful, lakini come to a place of maturity. Amua kutofuata hisia, amua kutofuata your feelings, amua kutofuata your emotions. Kwa namna ambavyo mume wako amekukosea, ni kweli kabisa hastahili hata wewe kumwambia I love you. Kwa namna ambavyo amekuumiza, najua kabisa hastahili hata wewe kuvua nguo yako na kumpa tendo la ndoa. I know that. Kwa namna ambavyo mke wako amekukosea, hastahili hata kula shilingi 100 yako. I know that. Lakini Biblia inasema tusiushinde ubaya kwa ubaya, bali tuushinde ubaya kwa wema. Tufike mahali tuamue to have a biblical marriage, not an African marriage or a European marriage. Come to a place, decide to have a biblical marriage. Amua kuwa na ndoa inayomrudishia Mungu tukufu, ndoa inayofuata mapenzi ya Mungu. Do me I do you principle haizaagi mambo mazuri hata siku moja. Mwenzio amekukosea na wewe unataka kukosea, unataka umegundua mume wako amekusaliti na wewe unataka kusaliti, unataka kutoka nje, utembee na kila mtu, ufanye hivi. Sasa utakuwa hujengi, utakuwa unazidi kubomoa. Ujinga wa mtu usikufanye na wewe mjinga. Mimi kuna vitu siwezi kufanya, sio kwa sababu tu nimeolewa, au sio kwa ajili tu ya mume wangu, for myself and for my relationship with God and for my reputation. I cannot do those things. Ni kujishushia heshima, ni kujidhalilisha. Kwa hiyo hata ningekosewa kiasi gani, kuna vitu siwezi kufanya. Siwezi. Sio kwa ajili yake, sio kwa ajili ya ndoa, sio kwa ajili ya mume. No, for myself. I cannot destroy myself because my husband did whatever he did. Siwezi nikajiharibia mimi, nikajiharibu mimi mwenyewe, nikajiletea mikosi, nikajiletea laana, nikajiingiza kwenye matatizo, nikajiweka kwenye riski ya kupata magonjwa eti kwa sababu mume wangu alikosea. Hapana. Hapana. Kwa hiyo amua kutokulipa kisasi, kwa sababu unapoamua kulipa kisasi, mara nyingi atakayeumia ni wewe mwenyewe. Atakayeumia ni wewe mwenyewe. Ni muache mtu amefanya makosa yake, acha Mungu ashughulike naye. Wewe fanya wajibu wako. Usilipize kisasi kwa mume wako, kwa mke wako. Leave the matters in God's hands. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 12:19 anasema, wapendwa, msilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Ipishe ghadhabu ya Mungu, ipishe hasira ya Mungu. Acha Mungu ashughulike. Mungu anaweza kutandika kiboko kikauma vizuri zaidi kuliko wewe ungetandika. Mungu anaweza kuchapa vizuri zaidi kuliko wewe ukiamua kuchapa. Leave it in God's hands. Inauma, inaumiza, ni kweli kabisa. Lakini amua
kuwa mama mkomavu, amua kuwa baba mkomavu. Kataa kulipa kisasi kwa mwenzio. Acha Mungu akutetee. Jambo la saba, tengeneza mazingira ya upendo, kushirikiana na kuwa marafiki nyumbani kwako. Namna ya kurejesha upendo nyumbani kwako. Jambo la 7, tengeneza mazingira ya upendo, kushirikiana na kuwa marafiki nyumbani kwako. Create an atmosphere for fun. Create an atmosphere for friendship in your home. Acha kununa, acha kususa, acha kuwa na hasira, kufoka. Wewe ni meneja kazini, ukirudi nyumbani usiwe meneja nyumbani kwako. Be a father, be a husband, be a friend to your wife. Wewe ni mkurugenzi ofisini kwako, ukirudi nyumbani kuwa mke, kuwa rafiki, be a lover, be a babe to your husband. Tengeneza marafiki. Lose yourself when you come to your house. Tengeneza mazingira ya urafiki. Usiwe simba wa kabila la hiyo nyumba. You don't have to do that. Jiachie. Tengeneza mazingira ya urafiki, upendo na kushirikiana nyumbani kwako. Nyumbani kwako pawe mji wa makimbilio. Nyumba yako iwe mahali pa usalama. Nyumba yako iwe mahali pa kicheko, furaha na amani. Nyumba yako iwe mahali pa kucheza na kufurahi na kula pamoja, kutazama movie pamoja, kukaa pamoja, kupiga story pamoja, kucheza karata, kukimbizana, kucheza na kufurahiana. Create an atmosphere of fun, peace, love, easiness, freedom in your home. Na kwa kufanya namna hiyo, kila mmoja atakuwa anafurahia kurudi nyumbani na mtakuwa na amani katika jina la Yesu. Jambo la 8 na jambo la mwisho, weka nguvu ya ziada kurejesha upendo kwenye ndoa yako. Go extra mile. It is worth it. Go extra mile to spice up your marriage, to recover the lost love. Go extra mile for your partner. Nenda zaidi, fanya, weka nguvu ya ziada. Ondoa mizigo kwenye mabega yake. Muongezee thamani, add value. Mpe zawadi. Bring in surprises. Fanya kitu cha ziada. Ongeza juhudi. Usifanye tu mambo hayo kila siku. Usiwe mtu wa routine. Badilika. Ongeza bidii. Ni nyumba yako hiyo, ni ndoa yako. Kukiwa na amani na furaha, hata we pia unakuwa na afya njema ya akili na unakuwa na afya njema ya mwili. Na hata mali zinakuja. Pesa haiendi mahali penye magomvi. Baraka haiendi mahali ambapo hakuna amani, hakuna upendo. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Zaburi 133, ni vizuri kama nini ndugu wakikaa pamoja kwa upendo. Maana hapo ndipo Mungu anapoamuru baraka. Mungu anaamuru baraka ziende mahali penye upendo, mahali penye umoja, mahali penye ushirikiano, mahali ambapo watu wanasameheana, watu wanapendana, watu wanafurahiana. Hapo ndipo mahali ambapo baraka za Mungu zinaenda. Pesa inakimbiaga chaos. Pesa inakimbiaga kelele. Angalia nchi tajiri duniani ni zile nchi zenye amani. Lakini zile nchi zinazopigana kila siku, angalia uchumi wao ulivyo. Pesa haikai mahali penye kelele. Pesa haikai mahali penye mivurugano. Mali haiji mahali pa namna hiyo. Hapa Tanzania angalia watu wanaokaa Masaki ni watu wa namna gani? Alafu angalia mazingira ya Masaki, Oysterbay kukoje? Amani, utulivu. Hakuna kelele. Alafu twende kule Tandale, twende na kule Manzese. Majibu unayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amani, upendo, utulivu unavuta baraka za Mungu. Kwa hiyo weka nguvu ya ziada. Weka nguvu, do something extra. Do something extra. Do something extra. Ni kweli mlikuwa mnapendana na sasa hivi ni kama hampendani kama zamani. Hebu fanya kitu cha ziada. Fanya kitu ambacho hujawahi kufanya. Sisemi ufanye mambo mabaya, lakini fanya kitu kizuri kwa mwenzio. Yule ambaye ameumia, yule ambaye amepoteza upendo umepoa. Do something extra for her. Do something extra for him. Go an extra mile. Mwenzio aone kweli unajitahidi. Aone unapambana ili kurejesha moyo na kurejesha furaha yake. Na taratibu upendo utaanza kujengeka tena na mtaanza kufurahiana tena. Ukisoma ile Zaburi ya 94 mstari wa 18,
Zaburi ya 94:18 Biblia inasema, niliposema mguu wangu unateleza, Bwana upendo wako ulinishikilia. Mwenzio anaweza kuwa aliteleza, lakini acha upendo wako kwake ushikilie ndoa yako. Mwenzio anaweza kuwa ameteleza kwenye maneno yake, ameteleza kitabia, amefanya mambo yasiyofaa, lakini acha upendo wako umshikilie. Asipotelee huko moja kwa moja, asiende huko moja kwa moja, familia isiharibike moja kwa moja, upendo uwashikilie pamoja. Mungu awape kupendana tena kwa jina la Yesu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 10, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wa 10, hili ndilo pendo, si kwamba tulimpenda Mungu, bali yeye alitupenda akamtuma mwanawe, ili yeye awe dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo Mungu alitupenda sisi kwanza, sio kwamba sisi tulimpenda. Biblia inasema ila yeye alitupenda kwanza, na kwa sababu alitupenda kwanza akamtuma mwanawe, akatafuta namna, akafanya kitu extra, akaenda extra mile, akamtuma mwanawe wa pekee, so as to rescue us and to bring us back to a relationship with him. What are you doing as a way of showing your spouse? Unafanya kitu gani kama njia ya kumwonyesha mwenzio kwamba unachukua hatua za ziada, unaenda extra mile ili kumrejesha kwako, ili kupatanisha, ili kuleta upendo? Hatuwezi tukarejesha upendo uliopotea, watu wa Mungu, kama hatutaenda extra mile, kama hatutaweka juhudi za ziada, kama hatutakuwa tayari kujitoa kwa ziada na kufanya kwa ziada ili kutengeneza ule upendo uliopotea. Ninakuombea kwa jina la Yesu, chochote ambacho adui amekifanya kwenye nyumba yako na kikavuruga upendo wako kwa mwenzio, kikafanya mioyo ikawa baridi, Bwana ingilie kati na kukiondoa katika jina la Yesu. Mungu aponye mioyo yenu na majeraha yote, na awape furaha tena, awape amani tena, in Jesus name. Mpaka wakati mwingine. Mtu aliyekupenda sana anaweza kuwa mtu huyo huyo atakaye kuchukia sana, if you will push that person to the edge. Mtu aliyekupenda sana anaweza kukuchukia sana kama utamsukuma kwenye point ambayo upendo wake kwako utapoa na moyo wake kwako utakuwa baridi. Kuna kina mama leo wamesukumwa hapo. Mlipoanza, labda alikuwa mwanaume wako wa kwanza, au ni mwanaume uliyempenda sana, ulijitoa kwake, ulimpenda kwa moyo wako wote, lakini akakusukuma mahali, akakupush kwa matendo yake, akakufikisha mahali you hate him, you hate her. Mwanamume anayemheshimu mke wake na anayeheshimu ndoa yake ni yule asiyesaliti kabisa, sio yule anayesaliti alafu anaficha mke asijue. Tusidanganyane.
You cannot love me and you are going behind my back. You are getting out of the house in the dark and you are doing some things ambavyo unajua kabisa nikijua nitaumia. You don't love me. Don't lie to me. You don't love me. Ukiwa mwanaume mwaminifu, mke wako atakuwa salama, afya yake itakuwa salama, hakutakuwa na tishio la magonjwa ya zinaa, kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya upendo wako kwa familia yako. Come to a place as a man. Acha ubinafsi, usijifikirie mwenyewe, usifikirie kutafuta furaha yako, usifikirie kutafuta starehe yako wakati unaiweka familia yako kwenye matata, unaweka mke wako na watoto wako mahali ambapo sio salama. Upendo unapokosekana, baba anatoka nje ya ndoa yake, atatafuta wanawake wengine, atachukua malaya, atachukua wanawake wengine, ataungana na marafiki, atasikiliza watu wa nje kuliko mke wake, atasikiliza ndugu kuliko mke wake, na sasa nyumba inakuwa haiko salama, mke wake anakuwa hayuko salama, na watoto pia wanakuwa hawako salama, na ndoa inakuwa haiko salama. Mama anapokuwa hana upendo na mume wake, utasikia anatoa siri za mume wake nje, na utasikia anamsema mume wake vibaya, anapeleka madhaifu ya mume wake kwa ndugu zake. Kwa hiyo huyu mume anakuwa hayuko salama, huyu mume anakuwa haheshimiki tena ukweni. Kwa nini? Kwa sababu upendo ulipokosekana, mama alizungumza madhaifu ya mume wake nje, na huyu baba hayuko salama tena. Siku hizi watu wanaloga wake za watu, watu wanaloga familia za watu. Kwa nini? Kwa sababu baba ametoka nje ya ndoa yake, na yule mchepuko anataka kuendelea kula hela zako. Anaona mke wako ndio kizuizi cha yeye kuwa mke, anaona mke wako ndio kizuizi cha yeye kuwa the main woman in your life. Kwa hiyo anachofanya, anafanya ulozi, anafanya uchawi.